asifiwe na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu sana katika mada ambazo tutakao tukiendelea kujifunza, na kukuletea mada hizi mfululizo naitwa Mwinjilisti Wilson Zayoga Juma, na kukaribisha katika channel yetu ya Tumaini Moja Media ambayo imezidi kuwa mbaraka sana katika masomo mbalimbali. Tena inakuletea kipindi kizuri ambacho kimeitwa kwa jina la unabii katika mwendo. Ni mada ambayo tutajifunza kwa muda mrefu kuangalia namna gani unabii katika ulimwengu wa leo, tunaelekea wapi, tuko wapi na tufanye nini kwa ajili ya matukio yaliyopo mbele yetu. Asante sana, usipange kukosa vipindi hivi katika Tumaini Moja Media. Ndugu mtazamaji, tunapoenda kuanza kipindi hiki katika wasaa huu katika mada zetu za unabii katika mwendo, mada ambazo zitamuonyesha Yesu akituandaa kwa ajili ya kuja kwake mara ya pili, ni kualike tuombe. Asante Baba yetu wa mbinguni, tunaenda kujifunza maandiko yako ya kitabu cha unabii, kitabu cha Danieli, kitabu cha Ufunuo na vitabu vingine. Tusaidie kuelewa. Roho wako Mtakatifu amsaidie mtazamaji katika uelewa wa unabii katika mwendo, na baada ya kuelewa tukajiandae kwa kuja kwako mara pili. Tunaomba na kushukuru katika jina la Yesu Kristo. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Ninayo furaha ya kipekee kukualika katika somo la siku ya leo, ambalo tuko katika mfululizo wa mada zetu katika somo linalosema unabii katika mwendo. Daima maisha ya binadamu yamekuwa katika mwendo. Mtoto anazaliwa ni mdogo, maisha yake yanakuwa akikua. Lakini pia tuna vyombo vya usafiri, daima vimekuwa katika mwendo tofauti tofauti. Lakini leo hatuko katika hivyo vifaa, lakini pia hatuko katika magari na hatuko katika ukuaji wa kiumri. Leo tuko katika mwendo ambao unasafiri kupitia masafa ya kiunabii. Mwingine anauliza unabii ni nini? Mada zetu zitakuwa zinajikita kuelewa mambo yaliyopita, mambo yaliyopo na mambo yanayokuja. Kwa hiyo manufaa ya somo hili ni kutujulisha ya kuwa tumetoka wapi, tunaenda wapi na tuko wapi. Kwa hiyo katika somo la leo nitakupitisha katika mianzo kabisa ya unabii katika mwendo, tuone kuna baadhi ya vitu gani vya msingi vya kuelewa kabla hatujafika mbali. Kwa hivyo tutakuwa na fungu letu ambalo ni kuu katika mada zetu za unabii katika mwendo, nalo linatoka kitabu cha Petro wa pili sura ile ya kwanza na aya 19. Nalo linasema, nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi, ambalo mkiliangalia ni kama taa ing'aayo mahali penye giza, mwafanya vyema mioyoni mwenu. Litakuwa ndilo fungu letu kielelezi likituonyesha unabii katika mwendo umepita katika njia zipi. Hivyo unabii wetu wote, mada zetu zote zitakuwa zimejikita katika neno la Mungu. Neno la Mungu litakuwa ndio linatupitisha katika mwendo au katika nyendo za kiunabii. Ndio maana nilipenda Biblia, kwa sababu kitabu cha Zaburi sura 119 na ile aya 105 inatuonyesha kuwa neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na mwangaza wa njia zetu. Hivyo neno hili tena tupo tayari kulinua kwako, kukuonyesha kuwa safari ya unabii katika mwendo inaongozwa na Biblia na Biblia pekee. Hivyo nikutie moyo kuwa unabii sio mgumu, lakini ni mwepesi. Na hivyo karibuni sana katika somo la leo. Katika kitabu cha Petro wa pili sura ile ya kwanza na ile aya 20 hadi 21, Biblia takatifu inatueleza kuwa unabii haukuletwa kwa mapenzi ya binadamu, lakini uliletwa kuwafundisha binadamu wajue wapi wanaelekea. Unabii haukuletwa kwa mapenzi ya mwanadamu na hautafsiriwi kwa mawazo ya binadamu. Hakuna binadamu yote ambaye anaweza akakuelezea mada ya kiunabii, maana za kiunabii, isipokuwa amefungua katika Biblia. Hivyo nami katika siku ya leo nitakupitisha katika mianzo ya unabii katika mwendo tu katika Biblia na Biblia pekee. Ukifuata mawazo ya binadamu watakuwa na mitizamo yao, lakini Biblia daima imekuwa ikiendelea kuwa kielelezo kwetu. Karibu tena tuone ya kuwa ikiwa Biblia inatuonyesha unabii katika mwendo, Mungu amekuwa daima habadiliki. Katika kitabu cha Isaya sura 46 ya 9 na 10 Biblia inasema,
maana mimi ni Mungu wala hapana mwingine. Mimi ni Mungu wala hapana aliye kama mimi, nitangazaye mwisho tangu mwanzo, na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado. Hivyo katika unabii tunamuona Mungu ambaye anatangaza mwisho tangu mwanzo, anatuonyesha yanayokuja kabla hayajatokea. Ni Mungu ambaye nampenda kwa sababu yeye anatuandaa ya kuwa kuna kitu kitatokea, na hivyo binadamu tujiandae. Mungu sio Mungu ambaye anakushitukiza. Ndio maana tukapewa ramani ya unabii ambayo itatuonyesha njia gani tunazipitia kuelekea katika safari ya kwenda mbinguni. Unaweza kuwa na swali, ndugu mtazamaji, unabii ni nini? Zipo maana nyingi, lakini nimechagua hii kati ya maana zote. Unabii ni ufunuo wa mapenzi ya Mungu kuhusu wakati ujao au hali ya kiroho ya sasa. Kwa hiyo unabii unatuonyesha mapenzi ya Mungu. Unabii haupo kutuonyesha mtu fulani au mawazo ya mtu mwingine, lakini unatuonyesha mapenzi ya Mungu katika maisha yetu. Kwa hiyo hauna haja ya kuogopa unabii, kwa sababu ningetarajia nipate maana ya unabii ya kuwa unabii ni maneno yanayoletwa kwa binadamu yakiwa ni magumu na yanayowaogopesha watu, yakitaja wanyama, yakitaja falme. Lakini naipenda maana hii kwa sababu ni mafunuo juu ya mapenzi ya Mungu. Hivyo nikutie moyo ya kuwa katika unabii, katika mwendo, katika mfululizo wa masomo haya, hakika hautajutia, kwa sababu tunaufanya unabii kuwa mwepesi kwako ili kumuona Mungu anavyojifunua daima katika maandiko matakatifu. Lengo la unabii kwa mwanadamu ni lipi? Limekuwa ndilo hitaji la binadamu kujua. Unajua, ukitaka kuendesha gari utajiuliza, kwa nini nataka kujua kuendesha gari? Ukitaka kujenga, sema nataka niwe na kwangu. Kwa nini? Nataka niwe na amani ya moyo. Hivyo leo swali letu la kwa nini tunataka tujifunze unabii, natamani kupitishe katika wasaa huu ujue ni kwa nini tunajifunza unabii. Lengo la unabii ni nini? Lengo la unabii lipo kumuonyesha Mungu ambaye ni Mungu Mwana. Hivyo unabii upo kumfunua Yesu Kristo, kumdhihirisha katika maisha yetu. Napenda maneno haya. Unabii wa kitabu cha Danieli na Ufunuo, tutakuwa tunajifunza unabii wa vitabu vyote, manabii wadogo na wakubwa, lakini tutakuwa tunajikita zaidi kuangalia juu ya kitabu cha Danieli, lakini pia na kitabu cha Ufunuo, kwa sababu ndivyo vitabu ambavyo vimejieleza kuelekea katika wakati wa mwisho. Hivyo unabii wa kitabu cha Danieli na Ufunuo umeandikwa ili kumfunua Yesu anayehusika na historia ya ulimwengu. Ndio maana katika kitabu cha Yohana sura 12 ile aya 32 anasema, nami nikiinuliwa juu ya nchi nitawavuta wote waje kwangu. Hivyo katika mada hizi za kiunabii, lengo la unabii, kitabu cha Danieli, kitabu cha Ufunuo, kipo kumuonyesha Yesu ambaye anatupenda, Yesu ambaye anajua magumu tunayopitia, Yesu ambaye anajua ugumu wa kiuchumi, anayejua kwamba umekosa mtoto kwa miaka fulani. Sasa kitabu hiki cha unabii kitamfunua Yesu ambaye anakupatia mahitaji yako sawa na mapenzi yake. Hivyo kitabu hiki hakipo tu kukuogopesha, kujua Yesu anakuja muda sio mrefu, japo ni muhimu kujua kwamba Yesu anakuja, lakini kipo kukuonyesha kwamba Yesu anao ufunguo wa kukupitisha katika nyakati ngumu ambazo unazipitia, lakini pia yupo nawe katika nyakati nzuri ambazo unazipitia. Hivyo lengo la kwanza la unabii katika kipindi hiki cha unabii katika mwendo ni kumfunua Yesu awe rafiki wa karibu, awe Mungu anayekupenda, asiwe Mungu ambaye unamuogopa, lakini awe ni rafiki yako daima. Lakini pia maana au lengo la pili la unabii ni nini? Ni kutoa maelekezo na onyo kwa watu. Hivyo unabii unatupatia mwelekeo na kutupatia maonyo wapi tulipo na tunaenda wapi. Kumbuka, kama tusingekuwa hatuna unabii, tungekuwa na mashaka sana na Ukristo wetu, lakini pia tungekuwa hatujui tunaenda wapi. Na upenda unabii kwa sababu unabii hutumika kuwaongoza watu katika njia ya haki, kuwaonya dhidi ya dhambi na kuwapa nafasi ya kutubu. Hivyo unabii ambao tutakuwa tunajifunza kitabu cha Danieli kipo kukuonyesha njia,
wapi unatakiwa uelekee, njia ya kuwa mwaminifu katika kizazi ambacho kimechoka, njia ya kuwa kijana bora katika ulimwengu ambao umeharibika. Hivyo kitabu hiki cha unabii, kitabu cha Danieli na Ufunuo, kipo kukupatia njia, lakini pia kipo kukuonya katika dhambi. Kumbuka binadamu, katika kitabu cha Warumi sura 3:23 Biblia inasema wote wametenda dhambi na wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Kitabu cha unabii kipo kukuonyesha kwamba Mungu anakupenda na anakujali licha ya madhaifu yako. Yeye anakupenda. Kitabu cha Amos sura ya 3 na ile aya 7 Biblia inasema hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Naipenda Biblia kwa sababu imetuonyesha kwamba wapo manabii ambao Mungu atawatumia kufungua siri za ulimwengu, siri ambazo binadamu hawajui mwelekeo. Wanapoona vita, wanapoona ghasia, wanapoona machafuko, wanajiuliza yanatoka wapi. Lakini habari njema ni kuwa katika mada hizi ambazo tutaendelea kujifunza zitatuonyesha vita inatoka wapi na haya yote yametokea wapi. Hivyo Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Ndiyo maana Mungu akamfunulia Danieli sura ya 1 na hadi ile ya 12. Zipo siri nyingi za kitabu kile cha Danieli, lakini pia Ufunuo tukafunuliwa mambo mazuri kuanzia Ufunuo sura ya 1 na ile aya ya 1 hadi ya 22. Hivyo unabii unatuonyesha mwelekeo wetu. Lakini pia lengo la tatu, ndugu mtazamaji, unabii unatuelezea mpango wa Mungu kwa wanadamu. Unabii unatuonyesha kwamba unatufunulia jinsi historia ya dunia itakavyokwenda hadi mwisho, ikiwemo hukumu ya mwisho, kurudi kwa Yesu na kuanzishwa kwa ufalme wa milele. Danieli sura ya 2 na ile aya 44 Biblia inasema Mungu wa mbinguni atasimamisha ufalme usioweza kuangamizwa kamwe. Kwa hiyo naona ni kama faida ya unabii kwetu, kwa sababu unatuonyesha mpango wa Mungu kwetu wanadamu. Laiti kama Mungu asingekuwa na mpango na sisi, nadhani tusingekuwa na manufaa ya kuwa duniani. Lakini Mungu ameruhusu uzaliwe duniani, ameruhusu upitie magumu unayopitia. Sio kwamba amekuacha, lakini ameandaa mpango mzuri kwa ajili yako. Ndio maana kitabu cha Danieli sura ya 2 Biblia inatueleza kuwa Mungu wa mbinguni ipo siku atasimamisha ufalme wake. Napenda maneno haya yamerejelewa pia katika kitabu cha Ufunuo sura ya 22 ya kuwa ni katika Ufunuo 21 aya ya 1 hadi 4 ya kuwa ni wakati ambapo hakutakuwa na kilio, hakutakuwa na maombolezo, hakutakuwa na huzuni, hatutakuwa na muda wa kwenda kumtembelea ndugu yako ambaye amepatwa na msiba, kwa sababu tutakuwa katika ulimwengu ambao ni wa amani. Hivyo unabii unatuonyesha mpango wa Mungu kwa ajili yetu. Hivyo unaweza ukajiuliza, ni kwa nini tunajifunza unabii? Kwa nini tusijifunze tu vitu vingine na tusijifunze unabii? Japo makusudi ya kujifunza kitabu hiki cha unabii, ambacho hususan ni kitabu cha Danieli na Ufunuo, ambacho tutakuwa na muda mwingi wa kuchambua baadhi ya maswali yako magumu ambayo umekuwa ukijiuliza, baadhi ya mada ambazo wakati fulani unasoma unaona kama vitu havieleweki, lakini katika mada hizi za unabii katika mwendo zitakuonyesha faida na uwepesi wa kujua unabii. Hivyo umuhimu wa kujifunza vitabu vya unabii ni nini? Kuna haja ya kujifunza kwa karibu zaidi neno la Mungu. Kuna haja, hasa Danieli na Ufunuo, kuna haja kubwa sana ya kujifunza vitabu hivi. Vimezingatiwa zaidi ya ilivyowahi kuwa. Nuru ile ambayo Danieli alipokea kutoka kwa Mungu ilitolewa hasa kwa ajili ya siku hizi za mwisho. Na hii utakuta ni kitabu cha mwandishi mashuhuri duniani ambaye anaitwa Ellen G. White katika kitabu chake cha Testimonies to the Ministers and Gospel Workers, ule kurasa 112 na 113. Nini nataka kusema kwako ndugu mtazamaji? Ya kuwa kitabu cha Danieli na Ufunuo ni kitabu ambacho vimeelezea siri kubwa za ulimwengu wa leo. Mambo ambayo unaona yanatokea tu sio kwa miujiza, lakini yameelezewa katika Biblia. Kitabu cha Danieli nayo furaha kukileta kwa sababu kinaelezea kwa upana na kwa wepesi zaidi kujua kuwa nini makusudi ya mwanadamu katika ulimwengu huu. Hivyo kitabu hiki ambacho tutaendelea kujifunza kwacho kitatuonyesha siri kubwa ambazo tutakuwa tukijifunza daima. Hoja nyingine ya binadamu wengi duniani kuwa kwa nini unabii wa Biblia uko katika lugha ya uficho au picha?
Unajua, nitakupitisha uone baadhi ya lugha ambazo ziko katika Biblia ambazo hata wewe ukizisikia kwa lugha tu ya kawaida unaweza usielewe maana yake. Kwa nini? Najua tulitarajia tuone tu maana, ukimuona yule mnyama fulani ujue huyu ni ufalme fulani, lakini unaona mada hizi ni kama vile zimefichwa. Utasikia mafumbo. Ni kwa nini Mungu asingezielezea tu kwa njia nyepesi? Kitabu kile cha Luka sura 8 aya 10, Biblia inasema, ninyi mmepewa kuzijua siri za ufalme wa Mungu. Kwa hiyo kumbe Danieli na Ufunuo ni siri ambazo Mungu ameziweka ndani yake. Zinahitaji watu watulie na wajifunze na Mungu azifunue kwao. Ninyi mmepewa kuzijua siri za ufalme wa Mungu, bali wengine kwa mifano, ili wakiona wasione na wakisikia wasielewe. Kwa hiyo ni kama vile Mungu amefanya makusudi, wengine wanadhani lakini sio kweli, ya kwamba ameyafunua haya, ameweka kuwa siri, mengine ametuambia kwa mfano. Utasoma kitabu cha Danieli utaona mbona kama ni mifano. Utasoma vingine vitakuwa kama muundo wa picha, vingine ni ndoto, vingine ni njozi, lakini anasema ili wakiona wasione. Kuna wengine, na wewe ni shuhuda katika hili ndugu mtazamaji, ya kuwa kuna wakati ukisoma kitabu cha Danieli uende unaona usingizi unakuja mbele yako, kwa sababu unaona tu ni vitu ambavyo viko katika mafumbo, vitu ambavyo havieleweki. Ukienda kitabu cha Ufunuo uenda tukikusaidie, unakutana na mwanamke ambaye ameshika kikombe kimejaa damu, lakini pia anaitwa mwanamke kahaba, amepanda juu ya farasi. Kwa hayo yote yanabaki kukuchanganya, lakini habari njema ni kuwa mada hizi zitakufungua kukutoa katika giza la kiroho na kukupeleka katika nuru ya kiunabii. Kwa hiyo na wakisikia wasielewe. Lakini manabii wengi walipewa mafunuo wakiwa katika mazingira ya kigeni. Kumbuka anapoandika Danieli, wametoka utumwani, wamepelekwa uhamishoni Babeli, ile Danieli sura ya 1, akiwa na ndugu zake wale 4. Wanapofika kule uhamishoni, wanakuwa mazingira ya kigeni, sio tena Yerusalemu. Kwa hiyo Mungu anapowapeleka maeneo ya ugenini, huko anataka afunue siri zake. Unapomwangalia Yohana wa kitabu cha Ufunuo, alipelekwa maeneo yanaitwa Patmo, maeneo ambayo ni kisiwa kimetengwa cha watu ambao jamii imeshindwa kukaa nao, wameonywa, wameshindikana, lakini yeye asipokuwa hata na makosa akapelekwa Patmo, maeneo yenye ukiwa, akawekwa pale. Hivyo kitabu cha Danieli na kitabu cha Ufunuo vimeandikwa na watu ambao mazingira mengi walikuwa katika maeneo ya ugenini. Manabii wengi walipewa mafunuo akiwa katika mazingira ya kigeni, akiwepo Danieli, akiwepo Yohana. Sababu iliyomfanya Mungu kuweka unabii katika lugha ya taswira, sikiliza hii, au picha, ni kuulinda ujumbe uliomo. Ndugu mtazamaji, ni kwamba katika kitabu cha Danieli ujumbe ulioko ndani yake ni ujumbe mzito ambao umeandaliwa kwa ajili ya kufunga historia ya ulimwengu. Ujumbe ambao umeandikwa katika kitabu cha Ufunuo ni ujumbe ambao uko makini sana kuonyesha watu wanatoka wapi na wanaelekea wapi. Hivyo Mungu ameuweka. Lengo ni nini? Uwe katika picha, uwe katika lugha. Maana yake ni nini? Ni kuwasaidia binadamu ya kuwa wengine wakitazama, ili wasiuharibu huu ujumbe, wabaki kutokuelewa, lakini binadamu akikaa kwa umakini anauelewa. Hivyo lengo la unabii huu, utaona na nitakuwa na kupitisha katika, utakutana kuambia mnyama wa kwanza, mnyama wa pili, dubu, chui, nitakwambia baadhi ya vitu vingi. Ninapokuambia hivi, sio kwamba Mungu alikusudia tu wanyama, lakini kuna maana, analinda ujumbe ulioko ndani yake. Hivyo elewa hili ya kwamba unabii umeandikwa katika uficho, katika picha, katika taswira. Lengo ni kulinda ujumbe mzuri, mzito ulioko ndani yake. Mfano, nataka nikupitishe uone ni wapi ambapo imetumika mifano mingi. Mfano, baadhi ya mifano. Mfano wa kwanza, kitabu kile cha Danieli, ile sura ile ya 7. Danieli sura ya 7 ina yenyewe inao ujumbe ambao imeuandika. Na huu ujumbe ukitazama, kuna wakati unaona kama vile ni kama hadithi fulani ambayo inakuchanganya, na kwa kuwa inakuchanganya imefikia tu na kisoma hicho kitabu na wakati fulani ni wewe ni shahidi ya kuwa ulikiacha. Kwa sababu gani ulikiacha? Ulikutana na vitu vya kiuficho. Naomba nikupitishe uone Danieli sura ya 7 mistari baadhi tu. Danieli sura ya 7 anasema, anza ile aya ya kwanza hadi ya 13, kupitisha katika mistari michache.
Katika mwaka wa kwanza wa Belishaza mfalme wa Babeli, Danieli aliona ndoto na maono ya kichwa chake kitandani mwake. Basi akaiandika ndoto, akatoa habari ya jumla ya mambo hayo. Aya pili, Danieli akanena akasema, naliona maono yangu katika wakati wa usiku, na tazama hizo pepo 4 za mbinguni zilivuma kwa nguvu juu ya bahari kubwa. Mstari wa 3, ndipo wanyama wakubwa 4, ndipo wanyama wakubwa 4 wakatoka baharini. Asema ndipo wanyama wakubwa 4 wakatoka baharini, wote wa namna mbalimbali. Swali, ameona wanyama wakubwa wakitoka baharini na wote wana namna mbalimbali. Sasa ni lini unaona wanyama wanatoka baharini, na baadaye nitakuonyesha wanyama wana sifa zipi. Aya ile inasema, wa kwanza alikuwa kama simba, naye alikuwa na mabawa ya tai. Nikatazama hata mabawa yake yakafutika manyoya. Ndugu mtazamaji, maajabu duniani haya nadhani ni zaidi ya yale maajabu 7 ya ulimwenguni, kwa sababu hili na utofauti. Unamuona mnyama ambaye ni simba, yeye ana mabawa ya tai. Nadhani hata wewe utakuwa shahidi katika hili. Kuna wakati umetembelea mbuga za wanyama, umeenda Serengeti, umeenda maeneo mengi, haujawahi kumkuta simba mwenye mabawa ya tai. Lakini leo nakutambulisha kumuona katika Danieli sura ya 7, eti ana mabawa ya tai, tena eti akawa na uwezo mwingi. Naomba nikupitishe tena uone mnyama mwingine ambaye ni mambo ya ajabu, ya kuwa hii mifano ina maana yake madhubuti ya kutufundisha. Wa kwanza ni simba, ana mabawa ya tai. Lakini mnyama wa pili, kwa sababu aliona 4, aya ile ya 6 Danieli sura ya 7 aya 5. Natazama mnyama mwingine wa pili kama dubu, naye aliinuliwa upande mmoja, na mifupa 3 ya mbavu ilikuwamo kinywani mwake. Hivyo huyu ni mnyama mwingine anaitwa dubu. Yeye alikuwa ameinuliwa upande mmoja, na tunaambiwa alikuwa na vipande 3 katika kinywa chake. Hivyo natazama mnyama mwingine wa pili kama dubu, naye aliinuliwa upande mmoja, na mifupa 3 ya mbavu ilikuwamo kinywani mwake katika meno yake. Wakamwambia mnyama huyo, hivi inuka ule nyama tele. Bila shaka huyu mnyama ni wa ajabu, na hakika hujawahi kumuona. Maana yake ni nini? Usikose vipindi vinavyofuata. Mnyama wa 3 anasema, kisha nikatazama na kumbe mnyama mwingine kama chui, naye juu ya mgongo wake alikuwa na mabawa 4 kama ya ndege. Huyu ni chui, ana mabawa 4 kama ya ndege. Na wewe ni shahidi katika hili. Hamna mbuga ya wanyama yoyote ambayo utatembelea na utamuona mnyama ambaye ana mabawa 4 tena ya ndege. Kwa nini? Haya ni mambo ya ajabu katika ulimwengu huu, lakini katika kipindi hiki cha unabii katika Mwendo, haya mambo yatafunuliwa kuwa wazi kwako, na utafurahia kuyafahamu na kujua ukweli ambao uko katika hawa wanyama. Lakini mnyama mwingine ni mnyama wa kutisha ambaye Danieli anamtazama. Bora alimfahamu chui, licha ya kwamba alikuwa na mbawa 2, bora alifahamu. Alimfahamu dubu, licha ya kwamba alikuwa na mabawa 4, lakini alimfahamu simba, lakini alimfahamu. Hivyo unabii huu upo kutuonyesha mambo makubwa ambayo tutakuwa tukijifunza. Na kwa hivyo unabii huu wa Danieli, mfano wa kwanza ni kutazama wanyama ambao duniani hawapo wa namna hii. Ndiyo tuna simba, lakini hatuna simba ambaye ana mabawa 2. Ndiyo tuna chui, lakini hatuna chui wa namna hii ambao tumemuona katika Danieli sura ya 7. Hivyo huu ni mfano wa kwanza. Binadamu yeyote duniani anapokuja kukisoma kitabu hiki ataona ni wanyama. Lakini ngoja nikwambie, kitabu cha Danieli na Ufunuo, chukua hili, ni unabii ambao hauelezei wanyama tu, lakini unamuelezea Yesu katikati ya mifano mbalimbali. Kuna watu wanadhani unaposoma tu Ufunuo, unaposoma Danieli, lazima tutasikia hawa wanyama. Ndio utawasikia, lakini utakayemsikia zaidi ni Yesu anayeongoza dira za kiunabii daima katika ulimwengu wa leo. Hiyo ni Danieli sura ya 7 ambayo ni mfano wetu wa kwanza kuona ya kuwa maeneo mengi Biblia imeelezea unabii kwa njia ya taswira au mifano. Mfano wa pili,
Katika kitabu kile cha Ufunuo sura ile ya 13, Biblia pia imeelezea mambo ya ajabu katika unabii katika mwendo. Ufunuo ile sura ya 13 anasema katika kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari mwenye pembe 10 na vichwa 7, na juu ya pembe zake ana vilemba 10, na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Sasa huyu ni mnyama ambaye anaelezewa katika kitabu cha Ufunuo sura ya 13. Danieli tumeona wanyama 4, lakini huku tena tunamuona mnyama mwingine. Huyu tena ana sifa ambazo ni za ajabu kusikia katika ulimwengu wa leo. Anasema alikuwa na pembe 10. Ni wanyama gani ambao duniani utamkuta na pembe 10? Huu ni mnyama wa Ufunuo anayetisha, na huu ni mfano wetu wa pili. Ana pembe 10, hana tu pembe 10, anavyo vichwa 7, na juu ya pembe zake alikuwa na vilemba 10. Hivyo haya maneno pia, mtazamaji, ni maneno ya ajabu ambayo yanahitaji tukae kwa umakini tujifunze kitabu cha Ufunuo na kitabu cha Danieli. Anaendelea anasema, na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru, na yule mnyama niliyemwona alikuwa mfano wa chui, ambaye umemsikia kitabu cha Danieli ile sura ya 7. Alikuwa na mfano wa chui, na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu, na kinywa chake kama kinywa cha simba, na yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Katika Ufunuo sura hii ya 13 tunamkuta joka. Tutajifunza joka ni nini. Tunamkuta mnyama ambaye anazo sifa za simba, ana chui, ana dubu, ana yule mnyama wa kutisha, lakini akapata nguvu kutoka kwa yule joka. Maneno haya unaweza usiyaelewe leo, lakini maneno haya utaelewa katika kipindi hiki cha unabii katika mwendo katika Tumaini Media. Lakini pia unabii unatuonyesha mambo mengi kupitia mifano. Mfano mwingine nitakupitisha uone ambao tutajifunza kwa. Katika ile Ufunuo 13 aya ya 6 anasema, akafunua kinywa chake amtukane Mungu na kulitukana jina lake na maskani yake, nao wakao mbinguni. Huyu ni mnyama anamtukana Mungu. Sasa tutajifunza mbeleni kujua kuwa mnyama ni nani na alimtukanaje Mungu, kwa sababu sio jambo jepesi. Nyumbani umefuga paka, alafu paka kutukane, sio kawaida. Sasa hapa ni level ya kibinadamu. Katika Ufunuo sura ya 13 ni Mungu wa mbinguni aliyekuumba na aliyeniumba yeye. Sasa anasema kuna mnyama alimtukana. Mnyama huyu alikuwa na umbo la simba, la dubu na la chui. Hivyo huu ni mfano ambao unatakiwa tujifunze nini maana ya maneno haya, kwa sababu ni maneno ya ajabu katika unabii katika mwendo, lakini ni mepesi katika tafsiri zake. Mfano mwingine wa 3. Mfano wa 3 ni katika ndoto ya mfalme Nebukadreza, na hii utaikuta katika kile kitabu cha Danieli sura ile ya 2, ukianzia ile aya ya 17 ukaanzia aya ya 40 hadi 45, utakuta maana mbalimbali katika sura hiyo ya Danieli sura ya 2. Ukipata muda soma Danieli sura ya 2 kuanzia aya 29 hadi 45, lakini nitakuelezea nini mfano huu ambao tutalenga kujifunza kwao. Katika Danieli sura ya 2 unakutana na mfalme mmoja anaitwa Nebukadreza. Nebukadreza alikuwa ni mfalme katika taifa la Babeli, na huyu alitawala tu kwa muda. Katika utawala wake wa Babeli wa mwaka 605 kabla ya Kristo hadi mwaka wa 539, lakini humo alipata majanga mbalimbali. Hivyo Danieli sura ya 2 ni wakati ambapo mfalme Nebukadreza, mfalme wa Babeli, mtu maarufu duniani, wakati ambapo Babeli inatawala dunia nzima. Kipindi hicho ni wakati ambapo taifa moja lingeweza kutoa maagizo duniani kote. Kwa hivyo kwa kipindi hiki alikuwa ni mfalme Nebukadreza. Siku moja amelala katika kitanda chake, ndipo akaota ndoto wakati wa usiku, na baada ya kuiota alipoamka ameisahau. Akaita, unajua kipindi hicho Babeli kulikuwa na mfalme wa Babeli, alikuwa na wasaidizi wake. Kwa hiyo utakuta alikuwa na wachawi, alikuwa na wasihiri, alikuwa na watu mbalimbali ambao wao ndio walikuwa washauri wa ofisi ya mfalme. Hivyo alipoota ndoto akakosa tafsiri yake, ndipo akawaita waganga. Utakuta katika Danieli sura ya 29 hadi 45,
Waganga, wachawi, sihiri, wanajimu, kila mmoja kwa utaalamu wake wa kidunia akaja. Napiga picha, anakuja mchawi anamwambia mfalme, ile ndoto uliyoota naomba unipatie hata kidogo tu utangulizi, walao nikupe maana yake. Lakini alipopewa ule utangulizi akamwambia, bwana, mimi sikumbuki hata utangulizi, lakini ninachokijua nimeota ndoto, na hii ndoto inasumbua kichwa changu. Nimeota ndoto nyingi katika ufalme wangu, lakini ndoto hii ni ya tofauti. Ndoto hii ni ya tofauti. Waganga wakashindwa, wachawi wakashindwa, wanajimu, wataalamu wa nyota waliosoma fizikia kwa kipindi hicho wakashindwa. Naomba tu nikukumbushe ndugu mtazamaji, kuna wakati ambapo ulipata matatizo na suluhisho la matatizo ulidhani unalipata kwa waganga wa kienyeji. Tunakumbuka na wewe ni shahidi katika hili. Kuna wakati ulifunga safari ukaenda kwa mganga fulani unayemwamini, na ulipoenda ukafanya vitu vyako, uenda mambo hayakufanikiwa, na unajua kabisa vitu havikufanikiwa, ukaenda kwa mganga mwingine na mwingine. Na kukumbusha ya kuwa mambo haya yote unayoyafanya, mambo yanapokuwa magumu, binadamu wana tabia kutafuta njia rahisi, na siku zote njia rahisi zimekuwa zikiwagharimu watu wengi. Mtu anatafuta pesa, atatumia kuingia katika ushoga apate pesa. Mtu atataka apate fedha nyingi, ataingia katika Freemason, atoe kafara apate pesa. Kwa hiyo watu wamekuwa kitafuta suluhisho bandia. Ndio maana hata kitabu cha unabii kitakuwa kikituonyesha baadhi ya bandia za shetani katika maisha yetu. Katika Danieli sura ya 2 ndipo ambapo mfalme aliposhindwa kujua maana hii, waganga walishindwa, ndipo mtumishi wa Mungu Danieli akaitwa. Na alipoitwa mtumishi wa Mungu Danieli akaja kufasiri ndoto ile. Kwa nini alifasiri? Ni kwa sababu alimwambia Danieli, alimwambia Nebukadreza, mfalme, ndoto hii ina maana hii, na anayeniongoza kuifunua ni Mungu, sio binadamu. Hivyo maisha yako yanapokuwa magumu, vitu havieleweki, ni kushauri ya kuwa mgeukie Mungu ambaye yeye ndiye suluhisho la maisha yote. Hivyo unabii huu katika mwendo umekuwa ukituonyesha na utakuwa ukituonyesha ya kuwa mifano hii baadhi ambayo nimekupatia leo ina maana zake za muhimu sana. Hivyo ndugu mtazamaji, napenda kukutia moyo ya kuwa unabii huu, mifano hii niliyokuelezea, japo bado tutaendelea na sehemu nyingine kwa sababu ni sehemu ya kwanza, ni kukuonyesha kuwa Mungu siku zote ametoa unabii, anaotoa katika mifano. Lakini mifano hiyo sio tu kwa ajili ya kukutisha na kukatisha tamaa usielewe unabii, lakini pia ametoa na maana zake. Ndio maana utaikuta maana hii katika Danieli sura ya 7:17. Anaambiwa mfalme, anaambiwa Danieli, wale wanyama wanne uliwaona ni wafalme watakaotokea katika ulimwengu, na ile aya 23. Kwa hiyo kila kitu ambacho mifano iliyokuonyesha hapa, kila mnyama na maana yake, na kila moja ana tafsiri yake. Nikutie moyo ndugu mtazamaji ya kuwa unabii huu unamuonyesha Yesu. Hayo yote ambayo tutajifunza mifano, lugha za tafsiri, hayo yote yanamlenga Yesu ambaye ametoa maana ya unabii. Ndugu mtazamaji, Mungu akubariki sana ya kuwa unabii huu katika mwendo. Usikose vipindi hivi katika Tumaini Media kwa sababu vitakuwa vikiendelea kutubariki sana. Na napenda nikutie moyo ya kuwa Yesu anakuja, na anakuja upesi. Tafadhali jiandae, kwa sababu maisha yetu yasipofanana kama wanaomsubiria Yesu anapokuja mara ya pili, hatutoweza kwenda mbinguni. Na kwa hivyo unabii katika mwendo upo kutuonyesha wapi tulipo, tunaenda wapi, na tunatamani tufike wapi. Hivyo nakutia moyo ndugu mtazamaji, endelea kusoma vitabu hivi, na tutakuwa na maswali tutakuwa unauliza, ili tujifunze kwa kina kujua unabii katika mwendo. Naipenda Biblia kwa sababu kila kitu imekiweka wazi. Unaposoma masomo mbalimbali ya kiunabii yana maana zake. Kitabu cha Danieli kimejifunua wazi, kitabu cha Ufunuo kiko wazi. Shauku yangu ni kujifunza unabii na kujiandaa kwa kuja kwa Yesu mara ya pili. Na wewe natamani ujifunze unabii kwa sababu ndiyo dira ya kukuonyesha wapi ulipo, unaenda wapi. Huenda umekata tamaa, lakini leo nakutia moyo ya kuwa usichoke. Huenda ulijifunza unabii ukauona ni mgumu, lakini mada hizi zitakuwekea unabii kwa mwepesi
daima. Utaona unabii ni mwepesi na utamuona Yesu akicholwa katika unabii huu. Bwana akubariki sana, na Bwana akutunze na akuandae kwa ajili ya ujio wako mara ya pili. Basi nikualike tuombe tunapokuwa tukijiandaa kwa ajili ya kuja kwa Yesu mara ya pili. Basi na tuombe, ndugu mtazamaji. Asante Baba yetu wa mbinguni kwa ajili ya somo la leo. Leo imekuwa ni utangulizi kutuonyesha unabii katika mwendo na baadhi ya mifano ambayo wakati fulani imetutisha kuona wanyama, lakini tumejifunza kuwa tunatamani tukuone Yesu unaelezewa katika mifano ya hawa wanyama. Baba yetu wa mbinguni, mbariki mtazamaji anayesikiliza kipindi hiki na ukamtunze na umwandae kwa ajili ya kuja kwako mara ya pili. Tufanye uaminifu tukijiandaa kwa ujio wako mara ya pili, katika jina la Yesu Kristo, amina. Mungu akubariki sana. Usikose kipindi kinachofuata. Asante sana.